Bonyeza hapa kusubscribe na bonyeza hapa kwenye alama ya kengele ili usipitwe na video mpya kila inapowekwa. Oh, haleluya. Yesu ni jibu katika maisha yetu. Acha tumwabudu, tumwambie kama anastahili, hakuna mwingine aliye kama na wewe. Hata sote tuimbe haleluya. Mukiza uzuyo Chuti muchunguzi Niwe mwangazi wa chunguye imitima yacu Oh niwe muchunguzi Mukiza uzuyo Chuti muchunguzi Niwe mwangazi wa chunguye imitima yacu Oh niwe muchunguzi Niwewe gusa tuimbaza Niwe gusa tutazira Utalubundu na kakiza imitima yacu Oh niwe muchunguzi imitima yacu mwami Oh niwe muchunguzi. Yesu Baba, tunasema asante kwa sababu wewe ni Mungu. Asante kuona tena jioni ya leo Baba, kwa sababu kuna wengine walitarajia wafike siku kama na hii, lakini wamekosa nafasi. Lakini sisi tungali tunapumua, tungali wazima. Sifa na shukrani ni zako Baba. Kuna wengine leo wamelala, lakini wameamka wamekuwa hospitalini wakilala mahututi. Lakini sisi tungali tunapumua. Sifa na shukrani ni zako Baba. Tazama natafuta kuleta neno lako. Acha neno hii itakapotoka ni wewe ndiye utakayenipa Baba. Acha mimi nikuwe speaker tu, lakini msemaji kuwe ni wewe Baba. Katika jina lako Bwana na Mwokozi, tukiomba hivyo najua utatenda. Amen. Amen. Haleluya. Amen. Nafurahi tena kuwa hapa. Nasepeli peko za mabino elongo. Kwa sababu ni neema ya Mungu kuwa mahali hapa. Ezangolu ya Nzambe kozalesika oyo. Haleluya. Amen. Tusijione kama tuko wadogo. Tobimona te toza mke, lakini mbele ya Mungu tuko watu wengi. Liboso ya Nzambe toza batu ebele. Haleluya. Amen. Kwa sababu wanaposikia neno la Mungu wakiwa wawili watatu, po Biblia elobiso kiboza mibale obe misatu, na Mungu yuko katikati yetu. Naza elongo na bino. Kwa hiyo Mungu yuko na sisi hapa mahali hapa. Nzambe aza elongo na biso isika oyo. Amen. Basi tunaenda kuingia katika neno la leo. Tokokota na muzindwa liloba. Neno langu la leo, somo la leo, teme ya lelo inasema kwamba tutazame msalaba wa Yesu tu. Elobi tota la ekulusu ya Yesu Kristu kaka. Tutazame msalaba wa Yesu tu. Tota la ekulusu ya Yesu Kristu kaka. Ndiyo teme ya leo tuko nayo. De teme ya lelo. Haleluya. Amen. Basi hapo zamani na kala katika Biblia
na kati ya Biblia angalia historia ya wana wa Israeli. soki totali na historia ya Baisraeliska. Wana wa Israeli wakati walikuwa Egypte, Baisraeli yeri bazalaki na Egypte, walikuwa wanateswa, bazai konyokwama, walikuwa wanakula kwa shida, kolia na pasi, walikuwa wanahangaika, babaneko konyokwama makasi, na kila siku walikuwa kimomba Mungu. ere wazai kusambela, Anasema Mungu, ukitutoa sehemu hapa, balobi nzambe soki obimisi biso na boumbu, hatutakusahau wewe Mungu. tokobosa na yote nzambe. Ukitutoa kwa huyu Farao, soki obimisi biso na maboko ya Farao, tutakusifu wewe Mungu, tokokumisa yo nzambe. kwa sababu tunateseka, Po tonyokwami, kwa sababu tunakufa kila siku. po tozokufa mikolo nyonso. Mungu, tuokoe na adui. Nzambe bimisa biso na maboko ya moini. Ukitutoa hapa tutakusahau. Soki obimisi biso place yo tokobosa na yote. Haleluya. Amen. Hiyo ilikuwa ni maombi ya wana wa Israeli walikuwa wakiomba. Wana zaki mabonde lia Baisraeli wazai kusambela. Ni kama vile sisi tulipokuwa Afrika, eza lokola biso eri toza na Afrika, tulikuwa tunamwambia Mungu, ukitufikisha sehemu ambako kuna amani, tozoloba na nzambe soki okomisi biso place yo pasa kimia, mahali ambapo tutakula chakula tukiwa na amani, place yo tokolia biloko toza na kimia, mahali ambapo tutaenda hospitalini na bila kutafuta huku na kule, place yo tokenda maminganga sawa problem, Yesu tutakutumikia miaka na milele. Yesu tokosalela yo libela na libela. Haleluya. Amen. Ukitutoa katika hizi shida za Afrika, soki olongoli biso na kati ya minyoko ya Afrika, ukitutoa katika hii vita, soki olongoli biso na kati ya bitumba, ukitufikisha huko Ulaya, soki okomisi biso na poto, ukinifikisha huko Amerika, soki okomisi ngai na Amerika, Mungu takutumikia wewe. nzambe nakosalela yo. Hizo ndio ahadi ambazo tunatoa mbele ya Mungu. Wana ndezalaki maloba oyo tozopesa tozokata sereka. Wakati tuko katika shida, eri toza na kati ya minyoko, kweli mtu wote anamuomba Mungu mutu nyonso asambelaka nzambe na kumwambia Mungu, siwezi kukusahau kilitoka. ekoyebisa nzambe na kobosa na yote. Na hata wandugu zetu wanapokuja huku, bandeko na biso soki bakomi na isika oyo, wakati ayapata karatasi katika nchi, eri azina no mukanda na poto te, anaomba Mungu, Mungu ukinipa karatasi, azosala bajene nzambe pia ngaya kartasi, atafunga maombi, akosala bajene. anasema Mungu ukinipa karatasi sitakusahau, nzambe soki opesi nga mukanda na kobosa na yote, nitakuwa kila siku nikikutumikia, na kozala mikolo nyonso kosalela yo nkolo. nikiona kisi wengine wanavyoishi na mimi nikikuwa vile, soki na mwoni bato mosusu lokola nga, Yesu sitakusahau. nga na kobosa na yote. Ndiyo maombi ambayo watu wanadamu tunavyoomba, biso bato nde tosambelaka na bongo. ndio maombi wana wa Israeli walikuwa wakiomba. nde mabondeli oyo baisraelite bazalaki kosala. Lakini Mungu me nzambe akuacha, nzambe atikaki baisraeli, akamtafuta Musa. atindi bango Moise. Musa akaja, Moise aye, nadhania historia yote mnajua. na yebi historia na Biblia bino nyonso boyebi. Alipoanza kisa alipita huko na kula kutafuta kisi watatoka wana wa Israeli, ndenge nzambe asalaki nzelani nyonso mpona Moise alongola bamona Israeli, na mpaka vile wana wa Israeli walivyotoka, tina ndenge babimaki na boumbu wakaenda bakei, mpaka pale Mungu alipowavusha bahari ya Shamu. kaka ndenge nzambe alongoli bango akatisi bango na mai, Mungu alikuwa yuko pamoja nao. nzambe azalaki elongo na bango, Mungu akuacha. nzambe atikaki bango te. Haleluya. Amen. Mungu alienda nao akawavusha kila sehemu, nzambe akendaki na bango esika nyonso, lakini mahali walipofika, me esika bango bakomaki, wakafika sehemu ambapo wanaona kwamba hapa hakuna chochote, hakuna adui atakayetubana. bamoni esika otokomi muini akoki kozwa biso te, Farao hatatuona tena, Farao akoki komona biso lisusu te, jeshi la Farao limesha kufa, basoda ya Farao basi bakufi, hakuna maadui tena huku, moini aza te na mboka oyo, tunakuwa uhuru kukula chochote tunachopenda, tokomi pepele kolia o nyonso tolingi, hatutapigwa zile fimbo tokobeta malisusu banzete, wala hatutatumika masaa 20 tena. pe tokosala R24 mpona kosala kaka. Hadi Miriam akampigia Mungu wimbo kwa nzenze na kushukuru kwa kuwaokoa. Ayembeli nzambe, abete nzambe lindanda pe ayembi
kokumisa nzambe. Akasema asante sana Mungu. Ayebisi nzambe merci mingi papa. Kwa kututoa katika ile nchi. Pona kolongola biso na boungu. Haleluya. Amen. Lakini wanadamu tuko watu wa kusahau haraka. Mebiso batutoza batoto bosa la kambangu. Wana wa Israeli wakati walipotoka kule, ba Israeli yeba utaki na boungu, wakasahau yote ambayo walikuwa wanaomba Mungu. Babosa ni nyoso bakata kiseleka ipe anza. Wakasahau yote ahadi walikuwa wanamwambia Mungu. Seleka nyoso baebisa kinzambe babosa ni. Wakati walipokuwa sasa sehemu ambayo wamefika, place yo bakoma ki ya malamu katika jangwa na kati ya Esobe, wakati njaa ilianza wakamata. Ere nzala ibandiko beta bango, wakamwendea Musa. Bakete pe Musa. Wakamwambia Musa sasa, ba yebisi Moise, afadhali ungetuacha huko kwa Farao. Ebongaki oti kabiso na maboko ya Farao. Bala kuya kutuua na njaa. Olieto kufa na kati ya Esobe na nzala. Afadhali tungebakia kule tupigwe. Ifale toti kana kote kuna babeta biso. Tuteseke. Banyo ko na biso ndenge nyeso balingi. Tukufe na mengine. To kufa kana ba ndembo. Lakini tusikue kufa na njaa. Meto kufa na nzala te. Lakini Mungu hakuacha na njaa kweli. Nzambe tike kibango na nzala te. Mungu alikuwa shawapatia mane. Nzambe pese kibango mana. Mana alikuwa anakula mana kila siku. Baba neko lia mana gringi chaque jour. Ambao Mungu alikuwa anawapatia kama chakula. Nzambe pese kibango lokola bilei. Na hawakuwa wanasema kama wamekosa hata ngombe wengine, walikuwa na mavivuko wangekula. Baba neko janga ba ngombe tepo wazaki na bibwele ifale balia. Lakini wakasema tunachoka na hizi mana kila siku. Tolembi na lipa mikolo nyoso. Kwa sababu Mungu hakuwaima maji. Nzambe apimele kibango mai te. Kila kitu aliwapa maji, aliwapa mana. Nzambe apesi bango mai na kati ya libanga, biloko nyoso apesi bango. Lakini wakamsahau. Meba bosani. Wakaanza msarau Musa. Baba ndiko mona Moize aza mtupamba. Wakaanza mtukana Mungu. Bako miko finga nzambe. Haleluya. Amen. Mungu atusaidie sana. Nzambe alibisabiso. Ni kama vile na sisi tunapofika Ulaya, eza lokola biso na poto. Tukipokelewa hapa, soki bayambi biso, unakuwa na kila kitu kwenye karatasi zako nazo. Eloko nyoso na mikanda nyoso sana yango. Unaanza kusema sasa hii ni nchi gani kwanza tulikuja? Obandiko loba mboka nini oto yake na kati. Afadhali tungerudia kwetu. Zalaki malamu tozo ngependa biso. Nchi kwanza hakuna hata makazi. Mboka wewe sana misala te. Nchi yenyewe tuko vibaya. Mboka toza mabe. Nchi tuko wa rasisme. Mboka wewe bato ya kupona baza. Lakini unasahau maombi ulikuwa unaomba Mungu, Mungu nivushe sehemu hii. Me obosani mabonde leo bandeko bisanzabe komisanga na isika oyo. Sema ambapo umefika unakuwa nakula, hauenda hata kutafuta. Place yo zolia biloko olukina ote. Sema ambapo saa zingine haungelalia kitanda kinoko na lala leo, lakini leo place yo olingaki olala na Afrika kitanda mbeto zolala awa tango mosuna Afrika olale lake ambote. Lakini tunaanza sema ni nchi gani Mungu litulete? Meto zolo bamboka nini Nzambe amemi biso. Kwanza nchi yenyewe tunarudia nyuma sisi wa Kristo. Mboka wa biso ba chrétien tozongi na sima. Sio sisi tumerudi nyuma, roho yako ndio imerudi nyuma. Eza ba chrétien bazongi na sima te ndemo tema na yo moko izongi. Kwa sababu fasi yote kuna Mungu. Po place nyoso Nzambe aza. Hakuna fasi kuna Mungu ukisema unarudi nyuma. Esika moko te Nzambe azalaka te. Place nyoso Nzambe azalaka. Ni wewe ndio umemsahau Mungu. Yonde wosali Nzambe. Unakuwa kama wana wa Israeli. Okomi lokola ba Israeli. Wakati wameona Mungu ameshawaokoa. Ele bamoni Nzambe abikisi bango. Wakaanza kumdharau. Bakomi komona Nzambe pamba. Mungu akasikia hasira. Nzambe yokikanda. Akasema hawa wana wa Israeli. Alobi bato ya Israeli. Nimewatoa utumwani. Na longole bango na bohumu. Na waleta hapa. Na yeye na bango te esika oyo. Leo wanaanza nizarau. Lelo bakomi komona nga pamba. Haleluya. Ulisoma kitabu cha Hesabu. Tokotanga na kitabu cha Hesabu Levitique 21:6-7. 21 Levitique 21:6 mpaka 7. Ndio. Au mimi nisome tu hapa. Amen. Amen. Bwana akatuma nyoka za moto kati ya watu, wakaamua wakawauma. Watu wengi wakafa. Watu wakamwendea Musa wakasema, tumefanya dhambi kwa sababu tumemnungunikia Mungu na wewe. Tuombee kwa Bwana atuondolee nyoka
Amen. Pardon, nasalaki mabe. Eza Hesabu. Kotanga 21:6-7. Ndio. Hapa inasema kwamba Bwana akatuma nyoka za moto kati ya watu. Nzambe atindi banyoka oyo ezobimisa ba frame liboso ya bato. Wakawauma watu wengi wakafa. Basui batu ebele bakufi. Hiyo ilikuwa ni hasira ambayo Mungu amepata. Ezaki kanda oyo Nzambe azwaki pona atinda banyoka oyo angeke. Wakati wana wa Israeli walianza msarau Mungu. Pona ba Israelite babanaye kumona Nzambe pamba. Na kumuona kwamba Mungu hastahili tena. Bamoni Nzambe lokote. Mungu akatuma nyoka za moto. Nzambe atindi banyoka oyo angenge. Zikaanza wauma. Esui bango. Watu wengi walikufa. Batu ebele bakufi. Haleluya. Amen. Mungu atusamisa. Nzambe alindisa biso. Kwa hiyo Mungu ametoa hasira yake akatuma nyoka. Nzambe pona kanda atindi bangenge. Ili wamjue kwamba yeye ni Mungu. Pona bayeba za Nzambe. Watu wakafa. Batu mingi bakufi. Lakini watu wakajirudia ndani. Me batu ba misongeli. Wakasema kwa nini tumekufa? Babitu ni pona nito kufi. Kwa sababu kama uko na neema, soto sana ngolu, utajua dhambi gani ulifanya ili upate tabu ile. Okoyeba ni sumu nini osala kipona ozo likama. Bila kuwa na neema, soto sana ngolu te, utabaki unateseka unjuke kinakutesa nini. Okozala konyoko amasako yeba pona nini onyoko ami. Lakini kama uko na neema utajua hiki kinachokutesa nilikosea huku. Me soki ngolu eza likolo na yoko yeba na sala ki mabe libunga na kote oyo ifona zongela papa. Ndio wana wa Israeli wakakimbia kwa Musa. Ya wana wa Israelite bakimite pa ya Moise. Wakamwambia Musa, tumekosa. Baebise Moise tosali mabungi. Tumekosa Musa. Tosali mabe. Tuombee msamaha kwa Mungu. Sambela biso Nzambe alimbisa. Ili Mungu atuondolee hizo nyoka. Pona Nzambe alongola banyoka ya ngenge. Haleluya. Amen. Na Musa akamwomba Mungu. Pe Moise abondeli yawe. Lakini Biblia haisemi kwamba Mungu alitoa nyoka hizo. Me Biblia lobite Nzambe alongoli banyoka ya ngengete. Lakini Mungu alimwambia Musa, me Nzambe ebisi Moise, ufanye nyoka, sala nyoka, ufanye nyoka, sala nyoka ya shaba. Oyo nyoka ya libende ambayo kila atakayetazama, haleluya, oyo nyonso akotala apate kupona. akobika. Fanya nyoka ya shaba. Sala elemo ya nyoka. Ile nyoka ya shaba, nyoka wana kila atakayeiona nyoka hiyo, oti angoli kolenze teo ya kotala yango apate kupona. Pona abika. Kwa nini Mungu alimwambia Musa afanye hiyo nyoka? Pona nini Nzambe ayebisaki Moise asala nyoka wana? Kwa sababu nyoka zilikuwa zinatembea pale chini. Po banyoka oyo baneko tambola na se, Zilikuwa ni nyoka za kweli. Ezaki banyoka ya solo. Lakini ile ambayo Musa amefanya, me nyoka oyo Moise asali ya bros, ilikuwa ni nyoka kama vile kipopi. Kilikuwa ni kipopi tu, kimuti. Bros ezaki lobola kaka mwa popi moko ya bana ko bina nango. Ndio Mungu akamwambia Musa ifanye. Neza bebisi sana nyoka oyo lokola bana basakana kana yango kaka. Sasa mimi na wewe tujiulize. Ngana yote mituna, mahali wana wa Israeli walikuwa ni sehemu kubwa. Plus ba Israelite bazalaki zaki plus ya munene. Na pale ambapo Musa alipojenga hiyo nyoka, plus Moise asali ekeko ya nyoka, ile nyoka ya shaba, nyoka ya bronze, ilikuwa ni fasi moja tu. Ezaki plus moko kaka. Sasa Mungu akaonesha watu, Nzambe lakisi bato, kwamba wewe uliyenikosea, yoyo salinga mabe, tayari umeshaingia kwenye shida. Osio kwa tunakati ya mikakatano, Shida yako ikuokoe mpaka ufikirie pale kwenye pigo nyoka shaba. Ona ko bimana paso osio kwa tifo oko matimiso na nikola nzete wa. Kama nyoka ilikuuma kule mbali, soki nyoka sio plus nini ni ozali, jikogote mpaka ufike pale. Ifo tombo la miso na yo tiyo mona plus wana. Mpaka ufike kwa ile nyoka ndio ione. Tiyo mona miso na yo etuta na nyoka wana. Haleluya. Amen. Mungu alifanya wana wa Israeli watambue kwamba yeye ni Mungu.
Nzambe asali bongo pona Baisraelite bayeba ye azanzana. Kwa sababu Mungu aliwaonesha kwamba mimi ambaye nilitume hizo nyoka, Nzambe lakisi bamonga na salaki natinda kila nyoka wana. Na hiyo nyoka ingine tawaonesha hiyo. Be nyoka mosusu ndeko bikisa bino. Haleluya. Kwa sababu Mungu kutengeneza kitu kingine, Nzambe salaki eloko mosusu te. Lakini kwa nini alikamata tena mfano ile nyoka? Me azubeka elembolo nyoka kaka wana. Ile nyoka inayowauma, nyoka wewe anyenge esibango. Ile nyoka tena muitazame baponyeshe. Be nyoka kaka wana bota la ngopo na bobika. Haleluya. Amen. Mungu. Amen. Tumuache tu. Haleluya. Nzambe anatotika eva ndeko. Lakini watu walikuwa wanaona ni nyoka, wanaona ni kimuti cha nyoka. Bato badeko mbona kaka stantika ka nyoka. Lakini kwani Mungu iko pale. Ezaki ne Nzambe likolea nzete ala. Alikuwa anasimama yuko pale. Azai kotele maplasi wana amen. Wao watu wanaona ni kinyoka tu. Bato bamona kaka stantia pamba. Lakini Mungu alimwambia muniangalie sasa, mimi mkuu wa manyoka niko hapa. Nzambe alisi ngobota la ngazi bokonshi na bakonshi nyoso naza esika oyo. Hizo nyoka zote ni zangu. Banyoka onyoso ngengeza yanga. Sasa muniangalie ni nyoka kubwa hapa kumuti. Bota la ngazi nyoka munene likolea nzete. Haleluya. Amen. Muniangalie nyoka kubwa hapa kumuti niwaponeshe. Bota la ngazi nyoka ya munene na bikisabino. Kwa hiyo wewe unoko kule na kule kuya hapo nikutane. Yo za esika nyoso yaka ukutanga place na bikisayo. Mwana alikuwa na bibi yake alikuwa na Aisha anaumwa. Oyo basi na yeye baswake na nyoka Anakokotana naye mpaka kwenye nyoka ya shaba. Azo la eti na place ya nzete. Twende katika nyoka ya shaba. Ifo toke ne kaka na nzete wana. Kokotana hivyo hivyo mpaka tufike. Azo penda basi na ina bana toke ne kaka tokoma. Haleluya. Amen. Ni wakati alipofika pale, Ere bakomi na place wana. kila mtu alikuwa anapata uponyaji. Mutu nyoso ere atomboli miso na yeye abiki mbala moko. Hakuna mtu mwana kupona alipoangalia hiyo nyoka. Mutu moko te oyo atala kinyoka na kufa kibango nyoso babika kisoko yotani yangu. Akamwambia angalie moyo wote hapa nyoka. Otala bino nyoso nyoka oyo. Haleluya. Amen. Oh Jesus. Tusome hapo Hesabu hiyo. Totanga kaka wana kaka. Hiyo unateremka 8:9. Kotanga 21 kaka 8 21:8 mpaka 9. 21 obalina 8 tia 9. Hiyo. Haleluya. Witi mpaka 9. Bwana akamwambia Musa, ifanyie nyoka ya shaba, kaiweke juu ya mti, na itakuwa kila mtu aliyeumwa aitazamapo ataishi. Ndio. Musa akafanya nyoka ya shaba, akaiweka juu ya mti, hata ikiwa nyoka imemuuma mtu, alipoitazama ile nyoka ya shaba akaishi. Amen. Haleluya. Amen. Hiyo inatuonyesha kwamba Mungu alimruhusu Musa afanye nyoka kama hiyo. Oyo place oyo 8 21 8 ya 9 Nzambe alakisi biso yemo konda ebisi Moize sala nyoka oyo. Atakayetazama nyoka hiyo, Oyo nyosa kotala nyoka oyo atapona. akubika. Hiyo ni Mungu ametuonyesha kati wa Israeli. Oyo zaki Nzambe zo lakisa biso area ba Israeli. Ameinua nyoka ya shaba. Atombolisi nyoka oyo ya bronze. Ili wasaidie wanadamu. Pona yesa lisabato. Ili waponye. Pona babika. Kwa sababu zile nyoka zilipokuja, banyoka oyo yakaki zileta shida, yakaki na minyoko, zileta vifo, yakaki na liwa, zileta kulia watu, yakaki na kolela pona batu, zilikuja kupoteza wandugu, yakaki kobungisa bandeko, zilikuja kupoteza watoto, yakaki kobungisa bana, watu wakafurugana, batu bazangeloka kusala, mtu akakata tamaa na kusema hizo nyoka zitatoka aje. mtu akomaki na suka lobi banyoka tokobika na ndenge nini Kwa sababu zilikuwa zinaumana ni kisinginyo tu, yani kifika kusinginyo na kula kwa heri. Ebadai kosoka kana likolo kaka. Haleluya. Amen. Lakini wakati walipojenga nyoka hiyo, Ere batomboli nyoka oyo likolo nzete. kila mtu alikuwa akiitazama. Mutu nyoso ya badai kotala yango Anapona. abiki. Haleluya. Amen. Ni kama vile na sisi leo Eza lokola biso elelo ambapo tunapomsahau Mungu, ere tobosa ni Nzambe. Mungu anainua hasira juu yetu. Nzambe atelemisi kanda likolo na biso.
kuna mambo yanakuwa yanatokea, ni hasira inatoka. Makambo mosozo bimila biso za kanda ya Nzambe likolo la biso. Lakini Mungu Nzambe alituonesha, alakisaki biso, alimuinua Yesu msalabani kama vile nyoka. Atoboli Yesu na ikulusu lokola nyoka ya shaba. Kama vile nyoka ya shaba ilivyotiwa mtini, lokola nyoka ya bronze, ndivyo Yesu alivyotiwa mtini. Lokola nyoka wateki na nzete, ndio lokola Yesu watepe likolo ya nzete. Na kila anapomtazama Yesu, onyo satani la kapona epa ya Yesu, anapata uponyaji. Azokalobiko, haleluya. Amen. Amen. Kama vile nyoka ya shaba alivyoinuliwa mtini, lokola nyoka oyo Moize atobola ki yango likolo ya nzete, ndivyo alivyoinuliwa Yesu msalabani. Kaka Yesu na biso batombole likolo ya nzete. Kwa hiyo wewe unapokuwa na shida, elakisi soki ozala mikakatano, angalia msalaba kwanza wa Yesu. tombola biso na ekulusu ya Yesu Kristo. Angalia Yesu pale msalabani. Tala Yesu na ekulusu. Inua macho yako, tazama msalaba. Tombola biso na tala ekulusu, haleluya. Pale ndipo kutapata uponyaji. Lasi wala ndema kwa uta lobiko na biso. Pale ndipo kuna utajiri. Desi kabosi na biso efandi. Pale ndipo kuna akili. Lasi wala ndema yele nyose efandi bandeko. Pale kwenye Yesu anapolala kwenye mti, lasi wala Yesu afandi na nzete, ndipo kuna ushindi wetu. Ndepa sa. Oh, haleluya. Haleluya. Unajua niwaambie, amen, Yesu wakati alipopanda msalabani, Yesu wamatie na ikulusu, amekuwa kama nyoka ya shaba. akomi lokola nyoka oya. Ameonesha watu hapa kwenye niko msalabani, alakisi watu plasi wanazana ikulusu, ndipo kuna nguvu zote. Nde plasi pasama kazi nyoso, uponyaji uko pale. Nde lobiko isa. Yule soda military oyo alipoenda kumchoma Yesu mkuki ubavuni, na mipazia Yesu, akamchoma kwenye mbavu, atubi amona mipazia Yesu, akapata kuona. Makilawe bimaki na mipazia Yesu ekota ke na miso. Damu ilipotoka pale kwenye macho ya ule jeshi, akafika naona. Makilawe utaki na mipazia Yesu military wana big monarchy. Haleluya. Amen. Yule amepata uponyaji kwa sababu aliinua macho yake kumchomeka Yesu. Azaki lobiko pona miso na ye atombola kipona ko tuba Yesu na mpanzi. Ni kama vile watu walikuwa wanainua macho kutazama nyoka ya shaba. Eza lokola oyo babandeko tombola miso na bango kotala na nyoka. Ndivyo ule serikali naye yule soda alipotazama Yesu msalabani akimchoma. Bonde soda wana tiaki kotuba Yesu na mpanzi, yeye atombola kimiso na yeye na ikulu. Ile damu ilipotoka, makila oyo bimaki akapata uponyaji. Nde place azaki lobiko. Kama angemchomeka kwa angalia hivi, soka atubaki Yesu azokia miso na yeye na se, Tanzania hangeona. Tokanisa ligaki amona te. Lakini ameinua macho yake kumtazama Yesu kule yule. Me atombola kimiso na yeye kotala Yesu na ikulusu. Alikuwa anachomeka kwa mtazama Yesu. Era bandeko tuba Yesu na mpanzi azotala ye, na akapata uponyaji. Pia azaki lobiko. Haleluya. Kwa hiyo sisi macho yetu tuitazame kwenye msalaba wa Yesu. Biso pe miso na biso totala na ikulusu ya Yesu. Haya yote yanayotokea, nyoso ezo bima kwasa, Mungu anatuonyesha kwamba tuna njia, tuna kimbilio ambayo tunaweza kimbilia shida zetu. Nzambe lakisi biso tozana place tokiko kimila bapasi na biso. Msalaba wa Yesu kuna nguvu. Na ikulusu ya Yesu nde paza makasi. Msalaba wa Yesu kuna kila kitu pale. Na ikulusu ya Yesu nde paza iloko nyoso. Amen. Pale alipoenda msalabani, era koti na ikulusu, ameonyesha kwamba ushindi amepata. Nde place ya alakisi biso victoire na biso. Sasa sisi wanadamu, me biso bato, ni kuangalia msalaba wa Yesu. Ifo totala ikulusu ya Yesu. Ndio bendera ya ushindi wetu. Nde place victoire na biso ezali. Haleluya. Mnajua bila kuwa na neema sangolu hatuwezi pata uponyaji. Toki kozwa lobiko te. Lakini neema tunayo sisi. Me ngolo tozana yango ndio naturuhusu tupate uponyaji. Nde tini biso tozwa lobiko. Na wale wanaojua msalaba wa Yesu kwa nini, oyo bayebi ekulusu ya Yesu lakisini, wanajua nguvu iliyokuwa pale. Bayebi makasi eza place wana.
Mnajua kwa nini Simoni alipata neema ya kubeba msalaba wa Yesu? Boyebi pona nini Simon azwaki ngolo ya komema ekulusu ya Yesu. Ukifuata historia ya Simoni, soki otali na Simon, utafuata kwamba hakukuwa Mkristo. Okomona azaki chrétien te. Alikuwa sijui mpita na njia tu. Azaki kama mtu oya koleka na ina nzela. Alikuwa mtu wa kwenda huko na kule. Yaza mtu wa koleka kote na kote. Lakini mahali Yesu alikuwa anabeba msalaba, me place Yesu anadeko bema ekulusu, palikuwa Wakristo wengi. Pazai ba chrétien bele. Palikuwa wanafunzi wake. Pazaki ba Toma. Palikuwa walikuwa wanamwamini Yesu. Pazai ba wao basi bandimeli Yesu. Lakini hakuna hata mmoja alijitoa na kusema nitabeba msalaba wa Yesu. Moko te oyo amitangaki atinazwa ekulusu ya Yesu. Hakuna hata mmoja amesema mimi niko tayari kukamata msalaba. Moko te alobaki ngana za pre pona na mema ekulusu ya Yesu. Lakini yule alipopata neema, me oyo azaki ngolu, alikuja akamwambia mnipe msalaba. Me ba ebisi ezwa ekulusu oyo. Naona kuna nguvu mimi msalaba. Po paza makasi na kati ekulusu. Nikibeba msalaba ya huyu jamaa, soki na memi ekulusu ya Yesu, nikibeba msalaba ya huyu mtu, soki na memi ekulusu ya mtu oyo, nitapata uponyaji, na kozwa lobiko, nitapata miujiza, na kozwa bikamwa. Ndipo alipata neema ya kuchukua msalaba huyo. Ne angwana Simoni azwaki ngolo. Simoni akaenda na msalaba wa Yesu. Angwana kendaki na ekulusu ya Yesu. Haleluya. Amen. Nazania katika neema, na kati ya ngolu, naye amepata neema ya kuchukua msalaba. Yeye azwaki ngolo akomema ekulusu ya Yesu. Sisi tunaomba Mungu, tunapenda tuone msalaba wako. Biso tozo sambela nzambe tolingito mona ekulusu na yo. Lakini yeye ameigusa na kuibeba. Me Simoni simbaki amope amemi yango. Yaani pale tuliona yeye alibeba ni msalaba wa Yesu. Place tomona ki amemi ekulusu ya Yesu. Lakini pale alikuwa anambeba ni Yesu mgongoni. Wana zaiko memande Yesu na mkongo. Kwa sababu mtu anapobeba shida unakuwa nayo, soki mtu amemi mikakatano yoza na yango, Tanzania hautamsahau. Okiko bosa na ete. Haleluya. Amen. Yule aliyebeba msalaba wa Yesu, oyo amemake ekulusu ya Yesu, Yesu hawezi kumsahau. Yesu okiko bosa na ete. Kwa sababu alikuwa ni wakati wa shida yake. Pona izakere ya mikakatano makasi. Alikuwa alishachoka na ile msalaba. Azaki asi alembi. Alikuwa yuko anapigana nani watasaidia msalaba. Abandeko ubunda nani oya kosali sanga. Lakini yule aliyebeba msalaba, me oya yako zwa ekulusu, alipata neema kubwa. Azalaki na ngolu mingi. Haleluya. Ndugu zangu, tuangalie msalaba wa Yesu tu. Bandeko na biso totala ekulusu ya Yesu. Huko ndio kuna chote huko. Wana nde place paza mwa kimya. Mjue tunapomkosea Mungu, tozosala mabungi, sisi ambao tulikuja huku, biso toye awa, tusimsahau Mungu. tobosala nzambe te. Haleluya. Unajua kwetu Afrika, boyebe pe na biso Afrika, tunasema kwamba kanisa zimejaa. Tolobaka eglise tondi ni kutokana na mashida ya watu. Eza pona mikakatano ya watu. Unapoingia katika kanisa za kwetu, soki kote na eglise na biso, wote wako kanisani wana shida zao. Batu nyoso bazana kati bazana problem. Kwa hiyo kila mtu anakuja na shida. Mtu nyoso azana mikakatano. Lakini tunapofika hizi nchi, mais soki tokobi na bamboka oyo, tunamsahau Mungu. Tobosa ni Nzambe. Tunarudi nyuma. Tozongi na sima. Na hasira ya Mungu inaanza kuanguka juu yetu. Pe kanda Nzambe ko biko kwa likolo na biso. Tunakuwa tunakufa hatujui ni nini. Tozo kufa toyebi pona nini. Tunakuwa tunapata magonjwa yenye hatukuwa tunapata kwetu. Tokobi kozwa maladi oyo ipenda biso tobande kozwa te. Tunakuwa tunaumwa tujui magonjwa gani. Tozo bela toyebi maladi te. Hiyo yote ni hasira ambayo Mungu anayo kwetu. Wanaweza kanda Nzambe zali. Ni sisi kuanguka kwenye magoti na kukumbuka wapi tulikosea. Ifo to kwea na mabolongo koyeba place ni toko yake. Tumwambie Mungu utusamehe. Toyebisa Nzambe libisa biso. Najua tumekosa sisi. Toyebi tosalaki mabungi. Kama vile wana wa Israeli waliokosea Mungu. Lokola ba Israeli te basalaki mabungi. Wewe waliowanunulia nyoka ya shaba. Yonde opesa kibango nyoka wakotala. Na sisi ukatununulia Yesu msalabani. Biso pe o tomboli Yesu na ekulusu. Acha macho yetu tuangalie msalabani tupate neema. Dika biso na biso totombola na ekulusu to. Tuangalie msalaba dhambi zetu zitoke zote. Tota la ekulusu pona masumu na biso nyoso esila. Haleluya. Amen. Jioni ya leo ndugu yangu,
Napoko lelo ni kwamba msalaba wa Yesu kuna chochote. Ekulusu ya Yesu eza na eloko nyonso. Kile chochote unachotafuta eloko nyonso zoluka kiko mikononi mwake. Eza na maboko na ye. Msalaba wa Yesu na ekulusu ya Yesu ndio kuna bendera ya ushindi wetu. Nde place paza bendera ya victoire na biso. Haleluya. Amen. Mungu atuokoe. Nzambe abikisa biso. Mungu akwe na sisi. Nzambe azalelongo na biso. Tunapokuwa tukiomba, soki tozobondela, tusisahau kumwambia Mungu tuchaze nguvu. Tobosa na teko ebisa Nzambe tondisa biso makasi. Tuchaze nguvu. Tondisa biso makasi. Msalaba wako iwe bendera yangu. Ekulusu na yo nde victoire na ngai. Msalaba wako iwe njia yangu. Ekulusu na yo ezala nzela na ngai. Mahali napolala Mungu nikwe macho yangu juu ya msalaba wako. Place yo nazolala miso na ngana tia mona ekulusu na yo. Maisha yangu yote nainua macho yangu juu ya msalaba. Bomo inanga nyonso na tia mona maboko na yo. Kila kitu nachokipanga ndani ya maisha yangu, macho yangu iko juu ya msalaba. Eloko nyonso oyo nabongisi pona vina nga nyonso na tia mona ekulusu na yo. Haleluya. Amen. Kwa sababu ndipo tutapata neno. Place ya ndeto kozwa ngolu. Haleluya. Amen. Amen. Nzambe apambola vino. Yesu Baba, tunapiga shukrani kwa sababu wewe ni Mungu. Asante Baba. Ulisema hautatuacha na ulitutumia msaidizi, ukatutumia ambaye aliyekuwa amejitoa, akapigwa, akasulubiwa, akainuliwa kama nyoka ya shaba, ili tunapomtazama tupate kupata uponyaji. Asante Baba. Najua sisi wote tunatuona na kila mtu anamjua shida anazokuwa nazo. Acha vile ulivyoinua nyoka ya shaba kwa wana wa Israeli na wakapata uponyaji. Acha na sisi tupate uponyaji kupitia jina la Yesu aliye Bwana na Mwokozi. Nikiomba hivyo Mungu, najua utatenda. Amen. Amen. Bwana bariki. Amen. Haleluya, watoto wa Mungu. Ninamshukuru Mungu kuona ninaeneza miaka 15 katika vita ya kila aina nimepita, ila Mungu yuko pamoja na mimi. Amen. Nitakamata historia kidogo tu. Kuna siku nitaingilia mzindo wa maisha yangu, ila leo nasema tu kadogo. Amen. Ninashukuru Mungu kwa sababu mamangu amenieleza nilikuwa nikingali mtoto mdogo, amelala chumbani, ameshtukia kuna mtu ndani ya chumba. Na yule mtu alikuwa ndani ya chumba, mama hakujua ni mtu gani kwa sababu alifunga milango. Mama kalalamika, alikuwa mgeni. Mahali alikuwa anaenda kutembea. Alikuwa anaenda na sisi. Tate yetu, mzaa baba yetu ndio tuone. Akafika Kalemi na njoo imetendeka hayo mambo. Wakati mama amelalamika, babangu mkubwa akakuja. Wanaingia chumbani kwa mama. Wanaangalia yule mtu wamfahamie. Wanasema, lakini huyu mtu tunaona kama ni mama yetu mdogo. Huyu mtu tunaona kama ni mtu mwetu tunafahamia. Acha kwanza tuchukue nyasi, ni nyumba ya nyasi ilikuwa. Tumuungushe kwenye mikono. Ikikuwa asubuhi kama ni yeye tutamfahamia. Kweli baba yetu mkubwa na mke wake na watoto walichukua nyasi wakachoma mikono ya yule mama. Kidogo tu waone kama atakuwa na mabobela ya alama kwa mikono. Basi ilipokucha asubuhi, baba yetu mkubwa kaenda kwa kazi, alikuwa machiniste wa train. Alipoenda kwa kazi, mama bibi wake kamueleza, bwana, twende kusoko. Mama ni mgeni ajuu. Mama kaenda kusoko. Kumbe bibi wake nani aliwatosheke, anapenda apite kwa ule mama hapo mdogo wa baba yetu, bibi wa baba mdogo, aone ukweli kama ni yeye wala ni mtu mwingine. Na walipofika hapo, walikuta shangazi yangu mdogo nje. Wakamuuliza shangazi, wapi mama iko? Iko chumbani. Tunakuja na mgeni saa aje amuone. Asema mama, ngoja nimuite. Akamuita mama yake ya kujua ule shangazi yangu akujua kile kiliosalia. Akaita shangazi mama yake. Wakati mama yake alitoka nje, kumbe anakuja na dawa mumikono, hawajui. Ila anakuja, mimi niko kwenye mgongo wa mama, anaanza kunipapasa, kitoto kia Emile, kitoto kizuri, kitoto kinene. Kazi ya wababu wanapenda watoto wanene, nilikuwa mweupe mnene. Basi iko ananitapa, kumbe ile iko ananitapa, iko ananimwangia vitu kumgonga mamangu. Mama hana habari.
wakaona kabisa kwenye mikono yake kwenye walimdunguza, wakaona kama mama, mbona umeungua? Asa nilikuwa napiga pombe ya lutuku, ndio nimeungua usiku. Wakaenda bimkubwa na bimdogo wako wanacheka. Wakasema kumbe ni mamangu, ikamtia oga sana. Kuona ni mtu mwenye alikuwa yaona. Kuona kisa alimdunguza kwa mikono, wanakuta ni yule. Kumbe wote walikuwa na John anakoka danger. Basi ilifika kwa dakika ngapi? Ilianza lia, mwili mzima ukageuka damu. Mwili ukavimba, yani walinitupia PC. Ilikuwa ni kusema nikufe kwa dakika. Lakini Mungu, mama yangu, ijapokuwa mgumu alikuwa kwa Yesu mgumu au alimlalamikia Kristo. Nimetuzwa, nikapona. Haikupita. Wababa wenye wanapenda kwenda nje. Baba naye akabululana na mwanamke wa nje. Mwanamke wa nje alipenda akie kutegea mama yangu, mama afe. Lakini hiyo dawa alitega mama kumlango. Mwenye alikuwa wa kwanza kuamka asubuhi na kutoka nje, mama anafungua mlango, ilikuwa ni mimi. Ile mimi nimetoka, ile mzigo ilikuwa mamangu kumua, mimi ndio nikakutana nayo. Miguu yangu ikavimba, kwetu wanaita masisi. Basi wakanitunza. Ni mengi wa ndugu zangu, nasema tu madogo hayo. Na mshukuru Mungu kuona naendeleza miaka 15 kwa neema ya Mungu. Napita mengi, tumepita katika hali ya vita. Na wazee wengine tulikuwa nao mwabato, tunajifunika chungu, masasi isitupate, ila Mungu wa huruma ametulinda. Na kama niko hapa katika nchi ya Sivaria, ni neema ya Mungu. Tumepita masasi ya Bujumbura, kote Mungu ametulinda. Mpaka naeneza miaka 15. Babangu hakuieneza, ila mimi ninaieneza kwa neema ya Mungu. Kwa mengi nimepita, ila ninaieneza. Pia nashukuru wa ndugu wote waliofanya mchango wao kwa kunifanyia surprise. Sikukuwa najua, sikukuwa na hiyo mkichwa, ila nimeona surprise moya nikashangaa. Mpaka nilisikia fieri, nikasema kumbe nikifa leo nina wandugu. Kweli wandugu zangu, tutende mema duniani. Tutende mema. Iwe mtoto yeye mkubwa, mchukue kama tu rafiki yako. Nimefurahi siku ya posho. Watoto wamenifurahisha, wakubwa wamenifurahisha. Nimefurahi. Watoto wametosha maushuhuda yao. Yaani kama Ibrahim siku atavitengeneza mtaona. Wakuniita tate, wakuniita mama, wakuniita rafiki. Nimesikia na furahi sana. Mungu apewe sifa na endelee kupigania wenye wajafikisha 50. Awalinde ili kesho wafikisha 50 tukule nyama. Amen. Bonyeza hapa kusubscribe na bonyeza hapa kwenye alama ya kengele ili usipitwe na video mpya kila inapowekwa.